Papa wa kwanza kutoka Amerika alifariki dunia Aprili tarehe 21 akiacha urithi wa kushirikisha watu, harakati na matumaini. Amesifiwa na wengi kama kiongozi mahiri na mwadilifu. Tunatazama tena maisha ya ajabu ya mtu huyu aliyefanya upya kanisa Katoliki kwa ajili ya kizazi kipya. Alizaliwa Jorge Mario Bergoglio Desemba tarehe 17 mwaka 1936 huko Buenos Aires, Argentina. Papa Francis alikuwa mtoto wa kwanza katika familia ya watoto watano wa wahamiaji wa Italia. Baba yake Mario alikuwa mkaguzi wa hesabu katika shirika la reli na mama yake Regina alikuwa mama wa nyumba alijitolea. Tangu utotoni alizunguka na maadili ya kazi ngumu, imani na huduma. Fratelli e sorelle, buona Pasqua. Kabla ya kuitika wito wa upadre, kijana Jorge alihitimu kama mwanakemia. Hata hivyo, moyo wake ulivutwa kwenye njia ya kiroho. Mwaka 1958 alijiunga na novisiati ya jamii ya Yesu almaarufu Jesuits. Akaanza safari ya maisha ya unyenyekevu, elimu na huduma. Alipata upako kuwa padri mwaka 1969 na akapanda haraka kwenye vyuo vya Jesuits hadi kuwa provinsia wa Argentina mwaka 1973. Kwa wakati wote alibaki mtu wa watu, akisafiri kwenye basi na treni, akiwatembelea wagonjwa na kuishi katika mitaa maskini ya Buenos Aires. Mwaka wa 1992, Papa Yohane Paulo wa pili alimteua kuwa askofu mkuu msaidizi wa Buenos Aires. Kauli yake ya kipadri, mnyenyekevu lakini aliyechaguliwa, ilielekezea roho yake. Mwaka wa 1998 alisimikwa askofu mkuu wa Buenos Aires na miaka mitatu baadaye akateuliwa kardinali. Mwaka 2013 historia iliandikwa. Bergoglio alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika na wa kwanza asiyekuwa wa Ulaya kwa zaidi ya miaka 1000. Baada ya kujiuzulu kwa Papa Benedict wa 16, alichagua jina Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Assisi, mtu aliyependa amani, umaskini na mazingira. Kama Papa, Francis alifungua kanisa kwa mapana, akiwakaribisha wahamiaji, akiunga mkono maskini na kuwafikia jamii ya LGBTQ. Alisema kwa ujasiri juu ya mabadiliko ya tabia nchi, haki ya jamii na heshima ya kila binadamu. Ingawa si bila migogoro, Papa Francis alisimama daima na huruma, akawa ishara ya matumaini katika ulimwengu mgawanyiko, kiongozi aliyechagua unyenyekevu badala ya utukufu. Katika Amerika ya Latini na duniani kote, alisifiwa si tu kama kiongozi wa dini, bali kama mfano wa ujasiri wa maadili. Akiwa kansala mkuu wa chuo kikuu cha Katoliki cha Argentina na mwandishi mahiri, alihimiza kanisa lihubiri upya mioyo, likiweka mshikamano na unyenyekevu mbele. Papa Francis alisalia nguzo ya huruma na udhabiti hadi mwisho wa maisha yake. Aprili tarehe 21 alifariki dunia akiwa na umri wa miaka